Halo watu wa Mungu waliobarikiwa. Bwana ni mwema na Bwana ni mpendo. Bwana ni Mungu mwenye ametuhifadhi, ametuweka mpaka siku ya leo. Hatuwezi tukasema kwamba ni katika uwezo wetu, hatuwezi tukasema ni kwa sababu ya uwezo wetu, na hatuwezi tukasema ya kwamba ni katika nguvu zetu ya kwamba tunaweza tukaamuka. Ni uwezo wako kwamba ili uamke, jua ya kwamba ni Mungu amekupatia nafasi, amekupatia fursa ya kuweza kuamka. Kwa hivyo mimi ningelisema leo kwamba ni siku ya baraka na ni siku ya kiajabu sana ambayo ninaweza nikaiona siku ya leo. Ni siku ambayo mimi mwenyewe naweza nikasema kwamba ni siku ya kiajabu sana, kwa sababu ili ya kwamba uamke, kuna watu walikuwa wanatamani waamke siku ya leo, lakini ya kwamba hawakuweza kuamka. So walikuwa na expect maybe labda nitaamka leo niende nifanye biashara, leo nitaamka niende kanisani, leo nitaamka niende mahali fulani, lakini sio kwa uwezo wao. Wameondoka katika duniani. Lakini katika hali ya kuondoka duniani, kuna maswali mwanadamu unahitaji wewe unajiuliza. Unaweza kuwa umeishi katika hii dunia miaka 30, miaka 50, miaka 60, miaka 20. It does not matter. Ile kitu ambacho kinajalisha kwamba ni uhusiano wako na Mungu uko namna gani. Hiyo ndio kitu mimi ningeliweza kukuambia siku ya leo, kwamba tunapokwenda kuanza mafundisho ya siku ya leo, ambayo ni neno la Mungu ambalo linatoka katika kinywa cha Mungu mwenyewe. Kwa hivyo tunapokwenda kujifundisha, ninatumai ya kwamba itakubariki, na ninatumai ya kwamba itaingia katika moyo wako, itafanya mabadiliko katika moyo wako. Haijalishi unapitia nini katika dunia hii. Kila kitu ambacho mwanadamu unapitia, kwa hivyo ni temporary, sio kitu ambacho ni permanent. Kwa hivyo ile ambacho unapitia ni sasa temporary. Tujue ya kwamba kuna wakati wote Mungu anaweza fanya mambo yakaweza kubadilika. Biblia inasema kwamba wanasema kwamba miujiza hufuatana na wale watu ambao wanaamini. Haleluya. Tuamini. Baba, asante Baba kwa ukuu wako, asante Jehova. Asante kwa wote ambao wanasikiliza Baba ujumbe huu wa siku ya leo. Baba Yesu, ninawaombea, ninawekelea mikono na waombea Bwana. Naomba Bwana ukawaguse, kusa mioyo yao Baba, ili ya kwamba unakaporudi Baba upate kwamba wako na imani. Bwana Yesu, Mungu wetu uishie milele. Hakuna mwenye uwezo kama sio wewe. Hakuna kuweza kulinganishwa duniani hapa kama wewe Baba. Wewe una mamlaka yote, umepewa mamlaka yote, na hakuna kiongozi aliye mwema kama sio wewe Baba. Tunasema ni asante. Asante kwa kuweza kupeana uhai, asante kwa kuwapatia nguvu, asante kwa kuwapatia neema ya siku ya leo, ya kwamba wakaishi na wakaweze kukujua. Mimi nasema tu ni asante Mungu wangu Baba. Hata asante kwa wale wote ambao wanakupokea ujumbe huu, hata mbale ambao wanatafuta uokovu. Ninajua ya kwamba kupitia ujumbe huu ya kwamba Jehova wanaenda kubadilika. Najua kwamba Yahweh wanaenda kubadilika katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu wetu, tunakutukuza tukisema ni asante. Pokea utukufu na heshima, maana wewe ni Mungu uishie milele. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Kama vile nilivyoanza nikakwambia kwamba majina naitwa Belfast, ni mtume na nafanya kazi ya njubiri hii. Nafanya katika sehemu ya Kibra kuelekea Toi. Hiyo ndio sehemu mahali penye kuna huduma, na pale ndio mahali penye ninamtukuza Mungu, ndio mahali penye tunamwabudu Mungu kila wakati. Kwa hivyo haijalishi kile ambacho napitia, maana yake kuna ushuhuda mingi. Kuna ushuhuda watu wanatoa, kuna ushuhuda ambao watu wanatoa. Ya msingi sana ni kwamba tunahitaji kubeba ushuhuda ya Bwana Yesu Kristo pale msalabani. That is the testimony that we need. Because in life the testimony is not about the cars. The testimony is not about luxury things that people are testifying in the churches. No, that is not the testimony. Those are luxury things that you get today, and tomorrow you die, you leave them. But there is what we call a testimony of the cross. The testimony of the cross. Hallelujah. The testimony that whenever Jesus died on the cross,
he resurrected from the out of the tomb. Hallelujah. So alikufa akafufuka. Kwa hivyo hiyo ndio miujiza ya kiajabu ambayo ni muujiza mwingine wa kiajabu ambayo haijawahi kuonekana. Na hakuna mchungaji, hakuna mtume, hakuna yote chini ya jua hili ambaye imefanyika katika maishani mwake kama hiyo. Ya kwamba akateseka, akalia, akaumia, akaingia kwenye kaburi, akatoka kwenye kaburi na uwezo wake wote. Haleluya. Kwa hivyo mimi ningekuja nikwambie siku ya leo, yale ambayo unapitia kila wakati unapoishi katika dunia, jua ya kwamba is a temporary. Mwanadamu Mungu alimuumba ya kwamba awe na Mungu kila wakati. Uhusiano wako na Roho Mtakatifu ndani mwako ndio kitu ambacho ningesema ya kwamba ni jambo la maana sana. Kwa hivyo ni jambo la maana wakati wewe unapata na fursa ya kuweza kuingia katika huduma, ya kwenda kuweka katika hali ya maombi. Biblia inasema kwamba neno la Mungu ni uhai. Matamshi ya Mungu ndio neno la Mungu. Kwa hivyo it gives us life again, inactivate the life that we have. So without the word of God, then you are empty, then you become a faithless person. Kwa hivyo inasema kwamba kitabu cha Ecclesiastes, Mhubiri anasema na Ecclesiastes inasema hivi, mstari wa 12 inasema hivi: remember also your creator in the days of your youth. Bwana anashawishi mwanadamu akimwelezea kwamba wakati wewe ungali uko na nguvu, when you are still young, wakati uko na nguvu, uko kijana, bado ungali kijana, uko na uwezo, anasema ya kwamba wakati unapoishi katika maisha yako duniani, ya kwamba jua ya kwamba uweze ukamkumbuka Muumba wako kila wakati unapoishi katika duniani hapa. Kwa hivyo inamaanisha si yote ni kukumbuka tu Mungu. Maybe ni watu wanaosema kwamba ni ili Jumapili peke yake ndio naweza nikakumbuka Mungu. Sio hivyo. Anasema kila wakati uamkapo, ulalapo, anasema ya kwamba mkumbuke Muumba wako. Kwa hivyo as you are still in your youthful, remember that there is a creator. Remember there is a living God. Remember there is a person who died on the cross. Remember there is a person who died on the cross. And death on the cross had a very high consequences. Let me tell you. Kuna consequences zaidi usipoamini ya kwamba he died because of you. He died because of humanity. So anasema kwamba if you cannot reach that level of understanding the cross itself, but understanding the suffering, the persecution of the cross, the persecution of Jesus Christ on the cross, anasema ya kwamba you are going to be a failure. No matter what you do, hata kama uko na mali namna gani, unaishi starehe, unasema there is what we call the cross of Christ. Ile msalaba ambaye alitesekea, ile msalaba ambaye aliumia, ile msalaba aina ati matajiri, aina umasikini, aina masikini. Ile ilikuwa ni msalaba wa kuokoa mwanadamu kutokana na ile hali ya moyo wa mwanadamu uliokuwa katika hali ya mateso na kilio. Kwa hivyo akataka kwamba mwanadamu akapate kuondolewa pale in the judgment. Kwa hivyo ile msalaba ilikuwa katika judgment. God was judging on the cross. So Jehovah was judging on the cross. So anasema hivi, before the evil days come. Kwa hivyo kuna siku mbaya inakuja kulingana na neno la Mungu. Anasema kwamba kuna siku mbaya hapa mbele na ile siku mbaya hapa mbele hakuna atakayekwenda kuepuka. Before the evil day that comes.
wakati kama huu, how do you fight the challenges that you are in life? Because there is so many challenges people are going through. There's a lot of challenges people are going through. Some have given up even attending the church. Some have they've stopped even attending the fellowship. Some have abandoned God, their creator. The Gen Zs have abandoned God, the creator. But let me tell you something. You can abandon God, but there is nothing you can add in the kingdom of God. But the consequences of abandoning God is too high. That makes a difference. Because God does not require you. You need God for you to live better. So you need God always. Anapokusema ya kwamba siku zinakuja zile mbaya, anamaanisha nini mhubiri huyu? Ni kwamba anajaribu kuweka attention ya kizazi, ya kwamba anajaribu kuweka attention ya kizazi kinachoamka, kinapochipuka, kijue ya kwamba kinaishi wakati mbaya. Ishi ukijua ya kwamba kesho ni mbaya. Ishi ukijua kesho sio nzuri. Ishi ukijua ya kwamba wakati wote mambo yanaweza haribika. Because kuna wale walitarajia leo lakini wamekosa siku ya leo. So anasema ishi ukijua namna hivyo, ya kwamba wakati wowote mambo yanaweza, kwamba wakati wa maovu kuongezeka katika taifa, kuongezeka katika jamii, maovu kwenda kuongezeka. Ama kwa upande mwingine anasema ya kwamba wakati Mungu anahukumu, manake hukumu ya Mungu mwanadamu hataweza kuepuka. So mwandishi anajaribu kutupatia mwelekeo, tukitaka kuavoid the judgment of God. Anasema ya kwamba let us connect back to God and let us remember the Lord himself in our daily life. That is what we are getting from the word of God itself. He says, anasema kwamba and the years draw nigh when you will say, I have no pleasure in them. 2, before the sun and the light, the moon and the stars are darkened, and the clouds return after rain. Kabla jua halijazima mwangaza wake, kabla mwezi haijatoa mwanga wake, anasema na nyota pia. Jua ikizima na mwezi zime na nyota zisipatikane, jua ya kwamba ulimwengu utakuwa umezimwa kwenye giza kabisa. Kwa hivyo ni Mungu mwenyewe ataruhusu. Kwa hivyo ulimwengu utaingia kwenye giza ambayo wanadamu hawataweza kuepuka. Kwa hivyo ikiwa mwenyewe anatupatia onyo, hii neno linaonya mwanadamu ya kwamba unapoishi jua ya kwamba kuna siku ambazo ziko mbele ambazo ni mbaya katika kalenda ya Mungu, sio kalenda ya mwanadamu. Maana yake kalenda ya mwanadamu ni kukupatia tumaini tu uelewe, lakini kalenda ya Mungu anahitaji akupatie tumaini katika ufalme wake. Lakini katika kalenda ya mwanadamu, katika ufalme wa dunia. So kuna vitu viwili tofauti. There is what we call the kingdom of God, there is the kingdom of the world. So the hope yenye inapeana na ulimwengu wa dunia hii inaweza kuhakikisha mwanadamu anapotea. Lakini ile matumaini ya ufalme wa Mungu ambayo tulipata kwenye msalaba inahakikisha mwanadamu anaweza akapata nafasi na fursa ya kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu, ambayo hakutakuwa na matatizo, hakutakuwa na hizi jangwa, hakutakuwa na, Biblia inasema kwamba hakutakuwa na hiyo mwangaza kuzimika, hakutakuwa na jua kuwaka, hakuna, lakini kutakuwa na mwangaza utofauti ambayo ni Bwana Yesu Kristo mwenyewe atakuwa mwangaza. Haleluya. Mwana kondoo ndio mwangaza. Ndio mwanga usiotesa mwanadamu. Yeye ndio mwanga kamili.
Onyo ni gani hapa katika hayo maandiko? Anasema ya kwamba tuishipo kila wakati tuhakikishe ya kwamba makao ya mwanadamu duniani hapa ni list tulishapewa. Kwa hivyo tuko katika list ya muda fulani ambayo Mungu ataweza kusimamisha. Mahali penye umewekewa list kwa muda fulani, kwa mfano kama ardhi umepewa umelist kwa miaka fulani, jua ya kwamba muliandikishana ni miaka fulani utakuwa pale. So ukiachilia, ikifika wakati anza kupaki virago vyako, anza kuondoka, manake mwenye shamba ameshafika. Hallelujah. So mwenye ardhi amefika, anataka kuifanyia vile mwenye anataka. So we as a human being, we are in a list. Tumepewa list duniani. Mtu ukipewa list duniani, ishi jua ya kwamba anytime unafaa pack virago uondoke. Hauwezi ukawe na investment kubwa sana, because unajua kwamba anytime itakuja, na mwenye shamba akija anatoanisha kila kitu ambacho kilikuwa pale mahali, anaweka project yake mwenyewe. Kwa hivyo Mungu alitupatia hapa kwa muda. Kwa sababu gani? Anajua hii makao hii sio yetu. Anajua kwamba Israeli, hata kama iliandika kwamba mtatawala, hatutotawala hivyo, kwa sababu wakati Genesis chapter 1 alisema mtatawala, ilikuwa ni kwa sababu ya utakatifu uliokuwa. Ilikuwa ni kwa sababu hakuna kifo, hakuna magonjwa, hakuna mateso, ndio alitamka hayo. Hakuna shetani alikuwa ametake control, ndio sababu unaona ilikuwa. Lakini tuko mahali penye hukumu ya Mungu imewaka. There is what we call the judgment of God. And God, Mungu mwenyewe alisema I will judge. Nitahukumu ulimwengu, nitahakisha nimehukumu wanadamu ambao ni waasi, waliweza kuasi neno langu, wakaweza kuasi. Hata hukumu ana haja na wanyama, ana haja na nini? Ana haja na mwanadamu, because mwanadamu ndio Mungu alimpatia mandate duniani. Wewe ndio Mungu alikupatia mandate duniani, lakini ukaamua kumwacha. Na akisema anataka kuhukumu dunia, hakuna yoyote atakenda kwenda kuepuka. Hakuna. So yule mwenye atakenda kuepuka, unless Mungu akusaidie ni utembee vizuri, ya kwamba kuja kutoa duniani hii. Hallelujah. So njia ya kwanza ya kuweza kuepuka, hukumu ya Mungu ikuleta katika hali ya wokovu, because ametuhakikishia kwamba hapa mbele mambo hayatakuwa mazuri. Na lazima tuishi ya kwamba tukijua hapa mbele mambo sio mazuri, kulingana na kalenda ya mbinguni. Lakini kalenda ya mwanadamu inatupatia matumaini. Kalenda ya mwanadamu anasema ya kwamba wakati wewe utakapoondoka, ama kifo chako kikupate leo hii, utakuwa wapi? If you die today, where is your heart? Where will be your spirit? If you die today without salvation, where are you going? That what matters. Hiyo ndio nafaa uweke kwa akili yako, kuliko mali, kuliko pesa. Watu wengi wanafukuza pesa, wamesahau Mungu. Ikiwa utakosa hiyo, basi inamaanisha wewe umesema kwamba I don't want to exist. Hiyo ndio makosa ambayo wanadamu wanafanya. Unaona, nyota, mwezi na jua itazimwa. Inamaanisha namna gani? Au utapata injili iliyo safi duniani. Tutaelekea mahali injili ya utakatifu hautawahi kuiona. Tutafika mahali hautasikia injili ya utakatifu duniani, hautawahi kuiona. Manake bila utakatifu hakuna mtu atakayekwenda kumuona Mungu. Hiyo ndio makosa iliyoko, hiyo ndio sorry iliyoko kubwa sana. Bila utakatifu hakuna yoyote atakayekumuona Mungu. Na dini yako, na sijui ni dini yako, hapana. Bila utakatifu hakuna atakayekwenda kumuona Mungu. Kwa hivyo kumfikia Mungu itakubidi uwe umetakaswa na damu ya Yesu Kristo. That's why damu ya Yesu Kristo ni takatifu, haina dosari, ilimweka miaka 2000 iliyopita. Hiyo damu ya Yesu sio ile ambayo unapewa kwa vichupa vidogo vidogo, ambao unaweka juice pale vidogo vidogo unaambia ni damu ya Yesu. Hiyo sio damu ya Yesu. Damu ya Yesu ilimwagika miaka 2000 iliyopita.
ilipita 2000 years in history, ilishapita. Inanena yaliyo mema na inaponya na inaleta wokovu, haina dosari hata kidogo. Hii ingine hapa kupitishia kwa testi za wanadamu za kisayansi, ipitie kwa matesti za wanadamu ya kisayansi, ndio sasa uletewa pale kwa meza. Zingine ni makemiko, alafu anakuletea pale kwa meza wakikuwa manabii wa uongo, alafu anakuambia kwamba hii sasa hii ndio damu. No, the blood of Jesus is pure. Let us agree on that. Damu ya Yesu hawezi ukalinganisha na vitu za wanadamu ambao wanafanya katika makanisa. Anasema kwamba ilimwaka 2000 here in history na inaleta uponyaji, inaponya watu, inaleta watu katika ufalme wa Mungu. Manabii wanakuletea hiyo wakikudanganya, ni hiyo ndio sasa uende utoe sadaka na tithe na sijui inaitwa nini, how do you call it. Inasema kwamba wanatoa kwamba ende ukapande kwenye madhabahu zao, bila kukanya kwa hii madhabahu hautapata. What kind of gospel is that? Because that gospel, even Christ never taught such kind of gospel. Never. He never. But people have believed. People have now turned away from God. They have believed things of physical things of the earth, instead of believing himself, the one who lives forever. Anasema hivi, they are afraid. Twende Matthew chapter 3, tunapomalizia, tunaposoma pale Mathayo mstari wa 3, uone kwamba direction ya msalaba iko wapi. Direction ya msalaba na injili ambayo inahitaji isambae, injili ambayo inahitaji iwe ndani ya kanisa, injili ambayo Bwana Yesu aliwacha iwe ndani ya kanisa. Anasema namna hivi, mstari wa 3, Mathayo mstari wa 3, anasema namna hivi, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judah, and the preaching, his title, the headline of it says that repent, for the kingdom of heaven is at hand. And this is the who was spoken by the prophet Isaiah when he said, the voice of the one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Wakati Bible inatumia lugha prepare the way of the Lord, inamaanisha ya kwamba kuna shida iliyoko katika dunia, kuna shida iliyoko ndani ya kanisa, kuna shida iliyoko ndani ya Wakristo, kuna shida. Ndio anasema kwamba itengeneze. So God wanted someone different, mtu mwenye akona anointing tofauti, ndio sasa aje arejeshe watu mioyo yao, ya kwamba wamrudishie yeye, because mioyo ilikuwa katika hali ya upotovu, mioyo ilikuwa imeshapotea. Sasa anasema kwamba ile mioyo ikapate kumrudia yeye peke yake. So Yohana Mbatizaji akatumika pale. Naona kwamba Yohana Mbatizaji alikuja akawakemea Mafarisayo na Masadukayo na waandishi na walimu wa sheria, alikuja akawakemea kwa uchungu sana. Anasema kwamba kwa nini nyinyi mnaepuka? Kwa sababu wakati alikuwa na baptism, kwamba anasema kwa nini nyinyi mnaepuka hasira ambayo inayokuja, hasira inayokuja. Saa hizi ukitembea makanisa mingi, they cannot preach holiness, the righteousness of God. They cannot rebuke even sin in the house of God. They cannot. So what they do is they depend on their theological teachings, their human knowledge. Sasa ndio unaona wanatengeneza such teachings ambazo zinalea mtu kiwango kwamba hatafuga katika imani ambayo tunaelekea nayo hapa mbele, because tunahitaji imani mzito sana kwenye kanisani ili tukaconfront hii dunia ambayo tuna injili ya dunia hii. Injili ya prosperity, injili ya prosperity watu wanatoa, yani it is a prosperity how you can live on earth. Hiyo injili ni injili ya kuzimu, ni injili ya kuzimu, na injili hiyo imetoka kwa shetani, kwa sababu Yohana Mbatizaji kwanza ametokea kwenye jangwa ya Yuda. Na ni kwa nini anatoka kwenye jangwa? Bisema kwamba anapotokea kwenye jangwa ni mahali penye hakuna kitu ambacho kinamea. Unasikia? Hakuna maji, hakuna mimea, hakuna kwenye jangwa.
Kanisa linahitaji lipitishwe kwenye jangwa, lakini hili kanisa la kuahidi watu vitu za dunia sio kanisa la jangwa. Alikutokea kwenye jangwa. Alikutoka kwenye jangwa. Lakini kanisa la jangwa linafaa litoke mahali mchungaji anapokuja anaweka watu imani ya kwamba wakati mambo yanakuwa magumu, ya kwamba wana uwezo ya kuweza kupita pasipo kuwa na shauku. Lakini ikiwa na investment, church imekuwa na investment ya dunia, basi kuna uwezekano hiyo kanisa linaweza likakosa. Nikupe mfano. Hapa mbele akwendi kuwa na makazi. Hapa mbele PhD yako itakusaidia, masters yako itakusaidia. It will never help because sio katika mali inajulikana kama artificial intelligence. Vitu zinafanya kazi tofauti kuchukua nafasi ya mwanadamu. Zile magari ambazo zimetolewa katika taifa sahihi, zimetolewa katika ulimwengu na zitapenya kila taifa, especially kwanza kwa hii taifa la Kenya. Ona kwamba zimeingia kwenye barabara. Hizo gari hazihitaji kamagera, hazihitaji watu kama hao, alihitaji makanga. You pay, unalipa pale na mambo na sawa, unaingia unakaa ulipa pale na sawa. Kwa hivyo hahitaji watu wengi kwa hiyo gari, inakuja kenda. Inamaanisha hahitaji petrol, hahitaji service yoyote, hahitaji ni pesa. Ni mwenye gani anatengeneza pesa. Kwa hivyo ile uwezo wa kazi inapungua katika mikono. So wakati inapokuja kazi za wengi zinapungua. Na kazi wakati zinapopungua, una expect nini katika maisha yako? What do you expect? Hata maid hatapata kazi. Daktari hatakuwa na kazi. Mwalimu hatakuwa na kazi. Kwa hivyo anasema siku mbaya. Kama mhubiri anatuambia siku zinazokuja ni mbaya, kwani mhubiri alikuwa na makosa? Na huyu mwenye anakuahidi kanisani, huyu anakuahidi uongo mtupu. Je, roho ile ako naye ametoa wapi? Anakuambia kuhusu investment ya dunia hii. Hiyo roho aliyokuwa na, hata kama ni bishop, hata kama ni pastor, hata kama ni evangelist, hata kama ni apostle, hiyo injili yake imetoka wapi? Because Yohana Mbatizaji injili yake imeanza kutoka kwenye jangwa. Bwana Yesu mwenyewe akija anaichukulia pale, anaiadvance, because anachukua pale, anaiadvance, anapata kwamba this is the right gospel. This is the right gospel that is supposed to occupy the church. This is the right gospel that is supposed to be in the mind of people. And that is the gospel. Hallelujah. Kwa hivyo, wakati anaposema ya kwamba kwa nini, anasema ya kwamba tengenezeni njia, ya kwamba maanake mioyo ya wanadamu ilikuwa iko mbaya. Kanisa lilikuwa limechafuka. Kanisa limeingia kwenye biashara ya pesa. It's about money, 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 money. Ukiamka ni pesa, ukilala ni pesa, TV ni pesa, M-Pesa ni pesa, kila mali ni pesa, kila mali. Everything is about money. Ile kanisa litaenda wapi? Because mchungaji ni watumbo. Hallelujah. But leo hii Yesu akasema mtajua ukweli na ukweli itakuweka huru. Kwa hivyo the moment unatamani kujua ukweli na ukweli utakuweka huru, ili ya kwamba ujue ya kwamba kuna sehemu Mungu alikuumbia, ya kwamba kuna wakati wowote utafunganya virago, na kuna wakati pia yeye ataamua kwamba mwanadamu mimi natupilia mbali. Wow. Mambo magumu sana hayo. Mambo magumu sana. Mambo magumu sana. So number 2. Kanisa la kukuwekea mali yote, mali duniani. Hii ndio mali ambayo watu wanaweka duniani kila saa. Jua ni kanisa la shetani. It is the devil's church. The problem is that you don't see the devil. You see a pastor. But let me tell you, the spirit must be inside someone, so for him to minister. If it is the Spirit of God, the Spirit of God, it is the Holy Spirit. Roho itakataa dhambi. Na ukikataa dhambi inamaanisha ni kutubu. You una direct wanadamu wa kanisa kwenda kutubu. Direct.
repentance. Kwa hivyo unaupatia mwelekeo wa toba, unawaambia what you are doing is wrong, so we are going direct for repentance. So repentance, it is the cross, because from the cross it is when the message of repentance came from. After the cross, it is when we find repentance. So without the cross there is no repentance. Kwa hivyo hawa wanakuhubiria bila hiyo toba, inamaanisha they've never even gone to the cross. They don't, and they have no idea concerning the cross of Jesus. They can speak about the cross, but they cannot understand the pain Christ went on the cross. Hallelujah. May God bless you. May God promote your life. May God change you. May you change. Don't live as if you think that this earth belongs to you. Don't ever live on earth stupidly and foolishly. No, there is someone has got pain, because he knew the pain he went on the cross. A time is coming when you will never have repentance. That is why the Bible says in the book of Ecclesiastes ya kwamba makanisa mengi yataziba toba na toba haitapatikana. It will be about money. In the book of Timothy chapter 4, it will be about money. It will be about money. They will never be interested concerning your spirit. They don't love you. So if they love you, they could show the direction in the kingdom of God, in the kingdom of heaven. That is the direction. And they will never, because the church must be from the desert. We must go back to the desert so that we can start a new journey, so that you can be able to overcome every situation in life. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Father, thank you for the listener. I bless your name because you've done it. This is a very beautiful day. It's a very awesome day, Father. As the word has come, Father, I pray that God, let this word, whosoever is listening this word right now, whosoever is listening, will always be listening this word. May the life get changed. May you change the life spiritually. May God change the mind, Father, that they may think about heaven. They may think about the kingdom of heaven, the kingdom of God, and let their life exalt you, because you are my King. You are God who lives over. You are Alpha and Omega. Father, we thank you. We honor you because you are King of glory. There is none like you in our life. There is none like you. We say thank you for this today, because tomorrow, my Father, I know you are going to be with us. You are going to make sure that you are going to walk with us in the name of Jesus. Protect their family. Protect their family from the evil power. Protect them, their family, from every evil power, every evil activity over earth. May God let the blood to flow. Heal someone, restore someone, heal someone in the name of Jesus. Whatever they are passing through, may God headache, pain, anything, my God, may you heal in the name of Jesus. I pronounce healing. I pronounce healing. I pronounce healing. I pronounce in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, thank you. Holy Father, thank you, because you have done it. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray and believe. Amen. Shalom.